Yes, of course. Karibu sana mwana michezo, tuzungumze yale ya kimichezo na burudani zaidi. Mimi langu jina naitwa Derek David Kahimba na hapa ninakwenda kuripoti matukio mbalimbali ya kimichezo na burudani. Kama bado haujasubscribe Chapesa Media, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikienea na zikizagaa, zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Na kwenye dawati letu la michezo na burudani hii leo ziko taarifa zinazungumzwa kurejea kwa wachezaji kadha wa kadha waliowahi kupita ndani ya viunga vya klabu ya soka ya Young Africans, baadaye wakatimka na wanahusishwa tena kurejea tena kwenye viunga hivyo vya klabu ya soka ya Young Africans. Kwenye line niko na miongoni mwa wachambuzi nguli, mchambuzi Mola kutokea pale Kiss FM. Tunakwenda kuyazungumza yale yanayoendelea kuhusiana na mitandao ya kijamii. Kwenye line, hello. Hello. Safi bro, kwema? Kwema. Safi bwana. Samani ndugu yangu bwana, nimekusumbua, lakini lengo langu ilikuwa ni kutaka tuweze kuzungumza haya ambayo yanayoendelea yanahusiana na michezo na burudani. Pasina shaka pia na wewe mwenyewe pia huenda ukawa umezisikia hizi taarifa ambazo zinazoendelea kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii. Kuhusishwa kwa Fiston Kalala Mayele ndiko ambako kumekuwa gumzo kweli kweli kwa wadau wengi wa kimichezo na burudani. Vipi taarifa hizi zimekaaje kwa upande wako? Taarifa nimeziona zikizagaa kwa kasi kubwa sana, na nafikiri kwa mashabiki wa Yanga wanapoziona taarifa hizi kwa wao inakuwa ni furaha, kwa sababu wakiangalia wachezaji hao waliondoka kwa mafanikio ndani ya Dar es Salaam Africans, na walipatia mafanikio makubwa sana, kwa sababu kuzungumzia kama Fiston Kalala Mayele kwenye timu yake ya quality yake ndani ya Yanga amewapa mafanikio makubwa sana katika misimu ya mapambano ya miaka minne, miaka mitano. Ya Dar es Salaam Africans ndani ya miaka minne aliyokuwepo ndani tukizungumzia ndani ya hii miaka mitano ya Yanga, huwezi kuliacha jina la Fiston Kalala Mayele kulizungumza. Ndio. Uingiaji wake wa Yanga Fiston Kalala Mayele na uondokaji wake wa Yanga kwenda Piramidi pale Misri. Mafanikio makubwa aliyopata ndani ya Yanga ndio alikuwa amemfungulia milango na mingine kabisa ya kutoka nje ya mipaka ya Tanzania kwenda pale Misri kwenye klabu ya Piramidi, na mafanikio yake ndani ya Piramidi huwezi kuyaacha kuyazungumzia kwamba haya mafanikio alianza kujengwa ndani ya Yanga. Kwa hiyo urejeo wake ndani ya Yanga, taarifa zinazojiri kutoka kwa upande wake timu yake inapolizungumza swala hilo, na ni wazi tuseme kwamba tajiri wa Dar es Salaam Africans, bilionea GSM, ni kama ameamua hivi ndio kufanya mapinduzi sasa, kwa sababu aliwaruhusu wachezaji kuondoka. Daktari sababu walikuwa wanatafuta changamoto ya kupata mpunga mnene, ama ni kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Na wamepata changamoto sehemu nyingine, wametengeneza mafanikio yao binafsi na mafanikio ya timu kiujumla huko walipoenda. Ndio. Ukimzungumzia Fiston Kalala Mayele ni bingwa huyu wa CAF Champions League akiwa na pia mfungaji bora kwa msimu ule. Ni mfungaji bora pia wa mashindano hayo. Ndio. Maana yake ni mchezaji ambaye amekuwa matured zaidi. Na kuongezeka ubora wake zaidi, na unapomzungumzia Fiston Kalala Mayele hana mkataba na timu yake, hana mkataba hivi sasa na timu yoyote. Yuko free, mchezaji huru wa Piramidi. Mchezaji ambaye yuko free. Ni wazi Yanga wamezamilia, na sio kuzamilia kwa Yanga tu. Yanga wamelizamilia hili kwa sababu wamepata kocha ambaye ni mshindani wa ligi ya mabingwa na hata ligi ya nyumbani, lakini kwa Yanga ligi ya nyumbani sio tatizo. Ndio. Kwa Yanga ligi ya nyumbani sio tatizo. Salakta kabisa. Kwa sababu ukichukulia hivi juzi wametoka kuchukua ubingwa akiwa chini ya Molin. Yes. Kwa sio tatizo. Tatizo Yanga kizingiti kinakuwa kwenye ligi ya mabingwa. Ndio. Kama tatizo linakuwa ligi ya mabingwa, maana yake wamepata kocha mshindani, na kocha mshindani ambaye anataka timu ambayo yenye ushindani. Ushindani inajengwa na wachezaji imara ambao wamewahi kuonyesha ama wanaonesha uwezo wao. Sasa kama nataka wachezaji ambao wameonyesha na wanaonesha uwezo wao, huwezi kumwacha Fiston Kalala Mayele ambaye kwa sasa hana timu. Ndio. Sasa kuna taarifa ambazo zinazungumzwa za urejeo wa Stefan Aziz Ki, compare Stefan Aziz Ki na Fiston Kalala Mayele alafu na Alan Okello.
ni wachezaji ambao tayari wameshajipambanua kwenye kutengeneza namba. Ndio. Na tunapomzungumzia Mayele hapo kwenye kombe la dunia pale Marekani. Ndio. Ametengeneza status yake, ameassist na amefunga goli. Ndio. Maana yake ni nini? Dunia mzima imemwona Feston Kalala Mayele. Dunia mzima imemshangaa Feston Kalala Mayele. Ni mchezaji ambaye anacheza ligi ya ndani ya bara la Afrika, sio nje ya mipaka ya bara la Afrika. Ndio. Swala zima linapokuja ni kwenye swala zima la financial. Ndio. Watu wanajadili, je, kama Mayele aliondoka Yanga akaenda Pyramid kwenda kupokea mshahara mrefu, je, Yanga ataweza kuafford kiwango ambacho Feston Kalala Mayele anaweza kukihitaji? Ni maswala ambayo nasi pia tulikuwa tunajiuliza hilo. Ila kama waliweza kufanikiwa kutoa kiasi cha shilingi bilioni 3 vile ambavyo wakala amezungumza, si haba, pengine huenda ikawezekana hilo kwenye swala la malipo. Ndio hapo sasa. Maana yake kama wanakuja kulipa zaidi ya hiyo hela, maana yake kwa Feston Kalala Mayele kurejea Yanga kwake hakutakuwa jambo geni. Maana yake atakuwa anarudi kwenye ufalme wake wa zamani. Ndio. Natambua Wakongomani wale wengi sana alienda Pyramid kwa sababu alipata pesa. Hiyo ndio sifa ya Wakongomani. Yes. Lakini Wakongomani wale wengi sana wanapenda sifa nje na mashabiki. Sasa swala zima la Pyramid hakukuwa na mashabiki. Maana yake yeye alikuwa anacheza mpira tu kwa sababu kuna pesa. Ndio. Alikuwa anatamani apate ofa maybe ya Ahali au Zamalek, ni timu ambazo zina mashabiki pale Misri. Lakini kwa wakati ule na wakati huu aliokuwa nao sasa, ni ngumu sana kupata sehemu hizo ambazo tayari timu hizo zimeshajipambanua zenyewe, zinatengeneza quality ya vikosi vyao kuelekea msimu unaokuja wa mashindano ya CAF. Ukichukua CAF Confederation, unaona ambaye tunamzungumzia yupo Ahali, au Champion League ambaye yuko Zamalek. Ni ngumu sana Ahali leo hii kuambia kwamba muende na msajili Feston Kalala Mayele. Anajua ni bora, lakini wanahitaji kwa wao thamani yao kuwa na mtu ambaye Feston Kalala Mayele kwa sasa ni ngumu. Wameona wangeweza kumchukua, lakini kwa Dar es Salaam Africans itakuwa kamari nzuri kwa wao na mkete ya ushindi kama watafanikisha dili ya Feston Kalala Mayele. Nimeona Injinia Hersi Said amekuwa yupo kimya sana, lakini bilionea GSM wao wameamua kukaa kimya, kuonesha kwa vitendo kwamba tunahitaji turudishe vitu vyote vilivyo bora. Sasa usishangae kwenye kutumia hela. Mwarabu anapenda sifa zaidi kuliko maelezo. Ndio. Kwa sababu Mwarabu anachoangalia yeye kwamba napata furaha kiasi gani, yeye anachojalia ni furaha. Hata kama mtu anajali furaha, ni rahisi sana wewe kutengeneza mazingira ya kupata furaha kwa huzuni. Lakini pia hapo nikiligusia bwana, kuna taarifa pia zingine zilikuwa zikielezea kwamba ziko baadhi ya vilabu ambavyo vimepeleka ofa, lakini pia vile wakala wa Feston Kalala Mayele ameomba ya kwamba waweze kusikilizwa vyema klabu ya soka ya Young Africans. Balaa huenda likaja ndani ya mitaa ya Twiga na Jangwani. Including Ahali wenyewe walipeleka ofa. Ndio, Al Ahli Tripoli nao pia. Ahali Tripoli, Al Ahli yenyewe pale Misri, ligi ambayo Feston Kalala Mayele ameshaizoea. Lakini pia vile Pyramid wamemuongeza dau la kutaka kuendelea kubakia, lakini nikinukuu kauli ya ambaye ameizungumza wakala wa Feston Kalala Mayele, yeye amezungumza na kuliweka hili bayana na kusema ya kwamba kwa sasa anahitaji kwenda kutafuta changamoto sehemu nyingine nje na Pyramid. Ni wazi kwa sasa Mayele anataka furaha ya mashabiki. Hataki furaha ya binafsi. Kwa sababu Ahali Tripoli, Libya kule kwa sasa hivi hakuna amani, hakuna ule hamasa ile kubwa sana ya mashabiki uwanjani. Mashabiki si amani, hamasa ya mashabiki. Hamasa ya mashabiki uwanjani. Tofauti hata hivyo, hata kwenye swala zima la amani bado haijatulia, ndio maana mashabiki haonekani kwa wingi viwanjani. Na ndio kitu ambacho hata Aziziki kwa upande wake kama kinamuia ugumu hivi kuendelea kusalia kwenye ligi ile ya Libya.
Sasa kama wachezaji wanahitaji kuona kuna hamasa nje ya mashabiki